Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Ningependa muitikie wote. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Basi dakika hizi zilizosalia chache tuzitumie kusikiliza neno la Mungu. Kuombe tuwe mtulivu kwa dakika chache. Leo tuna mambo mengi, lakini nataka nitumie dakika chache tu kwa leo kwa ajili ya kukupa neno la Mungu kwa ufupi sana. Na kama kuna mgeni kwa mara yako ya kwanza umetutembelea hapa leo, ni kuombe tuinue mkono wako hapo ulipo. Mgeni, yes, inua tena mkono wako wageni. Basi shusha mkono. Dakika chache itawapa nafasi, lakini kwa sasa tu hapo ulipo uketi tu hivyo hivyo na nikuletee neno la Mungu. Na somo letu lina kichwa kinasema faida kadha wa kadha. Faida kadha wa kadha za kuwa na neno la Mungu ndani yako. Faida kadha wa kadha za kuwa na neno la Mungu ndani yako. Na tutapitia faida chache kati ya nyingi ambazo zipo kwa mtu kuwa na neno la Mungu. Kwa nini tunajifunza somo hili? Tunajifunza somo hili kwa sababu ya watu wengi kwa kipindi tulicho nacho hawana mwamko wa kuwa na neno la Mungu mioyoni mwao. Kwa hiyo na Mungu analeta neno hili kwa ufupi ili uweze kuamsha nia yako ya ndani ya wewe kutamani kuwa na neno la Mungu ndani yako. Na tuanze na kitabu cha Injili ya Yohana ya 8. Mtu atusomee ule mstari wa 31 na wa 32. Mtu atusomee. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, Ndio. ninyi mmekaa katika neno langu. Rudia. Ninyi mkikaa katika neno langu, Ndio. mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Ndio. Tena mtaishi ambao ni wanafunzi wake, na aliwaona hawajawa huko. Tuko sawa sawa? Ila wamemwamini, lakini
hawajawa huru. Tupo sawa sawa? Amen. Irudie tena hiyo aya, maana kuna wengine walikuwa bado wanapekua. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 31, maandiko yanasema. Ndio. Basi Yesu akawaambia wana wa Wayahudi, ndio waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, ndio, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Si hapo. Ni waliomwamini. Alipohubiri habari za ufalme wa Mungu, akahubiri habari za kuwa yeye ni mwana wa Mungu, akahubiri habari ya kwamba njooni kwangu ninyi wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wakamwamini, wakafuatana naye, wakaambatana naye. Lakini akawaangalia, akaona idadi kubwa ya waliomwamini hawako huru. Tuko sawa sawa? Wako na vifungo. Kwa hiyo kama wewe uko hapa na umesema umemwamini, na Yesu anachukua kinywa changu kusema na wewe kwa neno lake, anakumbusha neno lina nafasi ya kumweka mtu huru. Kwa namna gani? Kuifahamu kweli ndiko kunakomweka mtu kuwa huru. Neno lake likae ndani yako. Punga mkono kama unanisikia vizuri. Asante. Kwa kawaida binadamu aliyeumbwa na Mungu, kwenye moyo wake kuna vitu ambavyo vinaweza vikamcontrol kufanya yale ambayo yamejaa kwenye moyo wake. Narudia tena. Binadamu aliyeumbwa na Mungu, ndani ya moyo wake vile vitu ambavyo vimekaa kwenye moyo wake, hivyo ndivyo vitu vitakavyomwezesha kuyafanya yale yaliyo kwenye moyo wake. Matokeo ya matendo unayoyatenda ni matokeo ya kile ambacho kwenye moyo wako kimekaa, na wewe umekaa kwenye hicho kitu, unapata matokeo yale yale ambayo moyoni mwako yamekaa. Sasa kabla haujaokoka, moyoni mwako kulikuwa na programu ambazo shetani aliziweka kwenye moyo wako, na shetani hakuwa anatumia nguvu kukuamrisha ukafanye mapenzi ya shetani. Hakutumia nguvu, hakutumia kiboko. Alitumia kanuni ya Mungu ya kuweka programu ndani ya moyo wa mwanadamu na kwenye akili yake. Anapoyawaza yanaenda moyoni, yanabadilisha tabia yake, anaanza kuyafanya sawasawa na yale yaliyoyawaza na yale yaliyoenda kwenye moyo wake. Amen. Amina. Anaanza kuyasema yale yaliyoyawaza, yale yaliyokaa kwenye moyo wake, yanageuza inakuwa tabia yake. So Mungu akaona watu kweli wamemwamini, watu kweli wameongozwa sala ya toba, watu kweli wamebatizwa. Halo? Watu kweli wamejazwa Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha, ila hawana neno ndani ya mioyo yao. Hawana neno. Na kwa sababu hawana neno, yako maneno ya watu, yako maneno ya shetani ndiyo yanayotenda kazi ndani yao. Tabia zao haziwezi kubadilika. Anasema
Paulo anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa sema tunawaona watu wanaosema wamepokea Yesu, wanaosema wameokoka, wanaonena kwa lugha makanisani, lakini ya kale yapo, hayajapita. Tupo sawasawa wana wa Mungu. Kwa nini? Tabia yake ya usengeni haijaacha, na mwingine anajaribu kupambana na aina ya dhambi kadha wa kadha, ameshindwa. So tulipokuwa hatujaokoka tulijaribu kupambana na dhambi kwa nguvu zetu, tukasema ya kwamba haiwezekani mtu kuokoka akiwa hai mpaka afe. Tulisema. Na kwa nini tulisema? Tulisema kwa sababu tulizijua amri za Mungu. Usiibe, usiue, usizini, usitamani mke wa jirani yako, mheshimu baba yako na mama yako, ikumbuke siku ya Sabato, na mambo inakata wakati. Tukazijua. Tulipokuwa tuna apply kuzitenda hizo sheria, tukaona ugumu wa kuzitenda ni Mungu. Ndipo tukasema inakuaje? Tukasalimu amri, tukasema haiwezekani mtu kuokoka kiwe duniani mpaka afe. Kwa nini? Kwa sababu tumepambana kwa juhudi zetu, tumeshindwa. Tuko pamoja wana wa Mungu. Tuko pamoja. Kwa hiyo Yesu anatoa kanuni ya msingi sana, ili mtu aweze kuwa huru, asiwe mtumwa wa dhambi, mtumwa wa ulevi, mtumwa wa kusengenya, mtumwa wa zinaa, mtumwa wa dhambi kadha wa kadha, ili awe huru, na awe huru kweli kweli, awe na neno ndani yake. Idadi kubwa ya watu hawashughuliki kukaa na neno, hawashughuliki kulitafuta neno. Idadi kubwa ya kanisa la leo, tumekuwa na kanisa butu, na linapelekwa na shetani, na shetani analiondoa kwenye nafasi ambayo Mungu aliliweka, lihamie kwenye vitu ambavyo vimetengenezwa, vitu vya kuonekana, vitu vya kushikika, kama vile mtu ahangaike kutafuta papai la upako, keki ya upako, maji ya upako, vitu vilivyotengenezwa, abebe kwenye mkoba, aweke kwenye kiroba, aweke tumbani, aweke ugunguni, atembee nacho mpaka bega linaning'inia, kama vile amebeba noti, kumbe amebeba visaidizi vya kiroho. Watu wamepotea. Yesu akasema watu wakae kwenye keki ya upako. Yesu amesema watu wakae kwenye neno lake. Neno lake wakilifahamu litawaweka huru, nao watakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu ni rahisi sana kutembea na keki ya upako, lakini keki ya upako haiwezi kukuweka huru mbali na dhambi ya zinaa. Idadi kubwa ya watu wanatembea na mafuta ya upako, hayawezi kuwasaidia kuacha dhambi. Amen. Kanisa linakoelekea lifike mahala watu washindwe kabisa, waone wokovu ni kitu kama ngoma za kienyeji, waone wokovu kama gogogogo, ngoma ya Kisukuma, waone wokovu kama ngoma ya Mchekenge ya Wamwera.
sio ya ngoma ya kitoto ya wangoni kule Lizombe. Yani wanaenda kanisani kama kwenda kucheza ngoma ya Lizombe, waone wokovu hakuna tofauti na ngoma ya kienyeji, kama wanavyokwenda kwenye diski. Haleluya. Yesu anasema watu wakikaa kwenye neno lake na neno wakilifahamu litawaweka huru. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeye jirani yako muulize, unataka kuwa huru? Hasa unisikilize vizuri. Kuna tofauti kubwa sana kati ya maneno ya Mungu na maneno ya watu. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kitabu cha sayansi, kitabu cha math, kitabu cha geography, kitabu sijui cha kitu gani, physics, sawa sawa. Vitabu vyote unavyovijua haviwezi kulingana na neno la Mungu. Neno la Mungu limebeba sayansi, limebeba physics, limebeba math, limebeba biology, limebeba vitu vyote. Neno limebeba. Haleluya. Kwa ni zaidi ya vile unavyovitafuta, vipo ndani ya neno. Si kama unanielewa vizuri? Kwa sababu kwenye ishu ya afya ya mtu, neno limeeleza kuna kanuni zake za mtu kuiendea neno. Kuna mtu mmoja anaitwa Diwani kwenye Biblia, akawa na mgonjwa wake, tumwa wake, alikuwa anaumwa, naye alikuwa ni akida. Akasema, nimepeleka hospitali hajapona, nimetumia mizizi ya kienyeji hajapona, lakini nimesikia kuna mahala Yesu anamwaga vitu vyake vinaponya watu. Akatuma mjumbe akasema, nendeni kwa Yesu, halafu tukienda mkamwambia hivi, mimi nina mtumwa anaumwa sana, kwa naomba msaada wa uponyaji kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu jamaa anasafiri kwenda mahala Yesu alikuwa. Ilikuwa ni kilomita nyingi kidogo kutoka mahala ambapo mgonjwa wake alikuwepo. Huyu akida akafika akamkuta Yesu katikati ya umati wa watu anahubiri. Yuko bize ubiri, yuko bize kuponya wagonjwa, yuko bize. Huyu jamaa akafika akamuona Yesu anafanya kazi zake vizuri, akamwambia, Bwana mkubwa, nimeacha mgonjwa nyumbani, naomba umponye mgonjwa wangu. Yesu anamwambia, sikiliza, tangulia nyumbani nimalize majukumu yangu nilio nayo, watu walionizunguka. Nikishamaliza kuhubiri na kuombea wagonjwa, nitakuja nyumbani kwako, nitakuja nimponye, wena nimwekee mikono apone. Akida akamwambia Yesu, punga mkono kama unanisikia vizuri. Shusha mkono wako. Punga tena mkono wako kama unanisikia vizuri. Shusha mkono wako. Naomba tushirikiane kwenye hii sentensi waza. Amina. Huyu mtu ameenda kwa Yesu, na alipofika kwa Yesu akamwambia habari na shida aliyokuwa nayo. Yesu anamuelekeza, sikiliza, kuna kazi nafanya, namalizia kazi hizi, kisha nitakuja nyumbani kwako. Hebu wewe ungekuwaje? Hebu muulize jirani, wewe ungefanya? Si ungerudi nyumbani? Ungechukua boda? Ungetoka na kituni? Kwamba basi, yani mpaka kazi hizi ziishe saa ngapi? Na mgonjwa wangu amekaribia kukata roho. Yani mimi nimetumia nauli yangu, nimekuja huku nikwenda kuharakisha uje mponye mgonjwa, hapo nasema kuna kazi za kufanya. Kwa hiyo huyu jamaa alikuwa ni mtu ajabu sana, akamwambia Yesu, sikiliza Yesu, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari ya nyumba yako. Dari maana yake chini, yani maana yake ndani ya nyumba yako. Anamwambia Yesu, sikiliza Yesu, mimi sihitaji wewe uje nyumbani kwangu, ila nimefuata neno moja tu. Sema neno moja tu na mtumishi wangu ata
kuliona hili ni jamaa li akida. Vile ambavyo linakuzidi uelewa. Wewe si umeokoka unasema unanena kwa lugha unaronga hadithi. Hili lilikuwa halineni kwa lugha. Sawa sawa? Lakini lilikuwa na uelewa wa kukushinda wewe. Yaani lenyewe limesafiri limefika pale ile akida linamwambia aseme neno moja tu. Sasa kama issue ya neno moja kwani paka uje ukasema ndio. Yaani nilichofuata hapa sijakuja kukubeba wewe. Kwani kwa sababu wewe wala huhitaji kuja kuingia kwenye nyumba yangu. Huhitaji. Ila nahitaji neno moja tu. Yesu akasema hilo neno moja, anasema enenda zako na mtumishi wako amepona. Haleluya! Huyu akida akalizika. Ila wewe ungemwambia naomba maji ya upako. Na chumvi au keki ya upako, sabuni. Wala usingelizika kwamba aseme neno moja. Tuko pamoja wana wa Mungu. Unatafuta visaidizi. Naomba nisomee waraka sio waraka, Injili ya Yohana sura ya 1. Mstari wa 1 mpaka wa 3 nadhani. Tutapata mistari miwili mitatu hapa. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Somaji wangu nisomee vizuri. Ile Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1 maandiko yanasema. Ndio. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwako kwa Mungu. Na neno alikuwa ni Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Wala pasipo yeye nani? Mungu. Hakikufanyika chochote kilichofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ukae utulie. Alafu nisikilize sasa unikaboga jana. Na sasa huko hapa unataka upate hela ili maisha yaendelee. Unavyokazaga macho kumdai mtu wako ambaye ametaka kukudhulumu. Kazi ya macho. Unisikilize vizuri. Anasema hivi, hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa nani? Naye neno alikuwa Mungu. Pasipo yeye neno hakikufanyika chochote. Sawa sawa Amen. Vyote vilifanyika kwa neno. Amen. Mafuta yalifanyika kwa neno. Maji yalifanyika kwa neno. Keki ilifanyika kwa neno. Sabuni ilifanyika. Chochote kilifanyika kwa huyo neno. Sasa kama tunagundua kumbe neno ni zaidi ya chochote. Yaani kama tunagundua kumba neno ndilo ambalo linaweza likafanya vyote. Maana yake nini? Maana yake Mungu aliwahi kujaribu. Sema anapotaka kuumba mbingu na nchi aliwahi kujaribu. Alijaribu hivi. Hana neno ila anataka kuumba mbingu na nchi. Kwa hiyo akajaribu hivi. Hamna neno. Hakikutokea chochote. Sawa. Anataka kuumba tembo watokee. Akajaribu kuumba tembo. Hamna neno. Hakikutokea chochote. Anataka kuumba anga. Anataka kuumba jua. Anataka kuumba mwezi. Alijaribu kufanya uwezo wake, hakuweza. Ila neno akatoka, huyo neno akakaa ndani ya Mungu. Na Mungu akasema iwe anga, ikawa anga. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema atokee tembo, akatokea. Na vyote vikafanyika kwa neno. Amen. Maana yake nini? Maana yake
Yaani wewe uliyeokoka umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utulie hapo, akili yako anze kuwaza pole. Yaani Mungu akasura yetu akatawale vyote, sawa sawa, na hiyo itakuwa kama ilivyo sisi huku na yeye huko duniani atawale. Kwa hiyo Mungu akakuumba wewe, na alipokuumba wewe akakuwekea na kinywa ili kupitia kinywa uweze kusema. Haleluya. Sasa hauwezi kusema neno likawa kama hakuna neno la Mungu. Umie mkono wako. Narudia tena kusema, ukitaka useme jambo, yani kuna mtu anatokea analeta fujo akasema nataka ufariki, anafariki. Ili afariki huyo, ndani yako kuwe na nini? Neno. Sio ndani yako kuwe na maneno, maneno yaliyotoka kwa watu, sio neno la Mungu. Yani una maneno ambayo ndio umekaa nayo, alafu utajaribu kusema hivi, haliwezi kutokea. Utaona liko vile vile. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako hakuna neno. Tuone umuhimu wa kila Mkristo awe na Biblia yake. Narudia tena, kila Mkristo awe na nini? Na Biblia yake. Kila Mkristo awe anasoma neno la Mungu, angalau kurasa 2-3 za Biblia, sura yoyote. Uketi usome, ukiweza kusoma kuanzia Mwanzo ukaenda mpaka Ufunuo, ukarudia Mwanzo ukaenda mpaka Ufunuo, kama vile unacheza. Na hizo tamthilia ambazo zinakuchelewesha kusoma neno ukaziweka pembeni, angalau uanze kujizoesha, badala ya kukaa kwenye tamthilia masaa 3. Kwanza wewe uelewe kwenye Biblia kuna vitu ukisoma halafu vinakuwa vinanoga zaidi ya tamthilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu amewahi kuwekti tukaona anaingia kwenye moto halafu na ule moto hateketei. Sasa wewe ukianza kusoma hiyo scenario ya vile ambavyo majamaa matatu, moja linaitwa Daniel, moja linaitwa Meshach, moja linaitwa Abednego, yale majamaa yameshindana na mfalme wakati wa mchana na jua linawaka, yanamwambia mfalme, sisi hatuko tayari kusujudia sanamu yako. Mfalme anapandisha moli, anaita majeshi yenye silaha wawakamate. Halafu naisoma hiyo scenario, unaanza kuona picha vile ambavyo yale majamaa yalivyokuwa na uhakika na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu yale majamaa yanatupwa kwenye moto. Unaisoma tu hiyo habari kwenye Biblia, halafu unaanza kuona nywele zinasimama. Unaanza kujiona kumbe wewe ni mtu wa tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukisoma na kurudia yale maneno yanakaa ndani yako, yanaanza kutengeneza imani. Imani itakao kufanya usiogope. Hili ni kwa sababu hii hauna neno, ndio maana koko akilia wewe unaanza kutetemeka, ijapo umeokoka. Ukiona paka amekatisha unaanza kuogopa, ijapo umeokoka. Sasa ngoja niseme kidogo. Kuna wakati natoka kazini naingia nyumbani, mke wangu ananiambia kuna paka huwa anaingia. Nikasema yes, paka anayeingia muache, kwa sababu nimegundua hii nyumba kuna panya kadha wa kadha. Achana na huyo paka anayeingia. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kumbe ni kweli kuna paka anaingia. Na mimi nikasema kwa urahisi, huyo paka kama anaingia, aingia atafute anachotafuta. Nadhani kuna panya humu. Sasa siku ile nimetoka kazini, huku nimevaa nguo za jeshi, huku nimefunga buti
Nimeingia nyumbani nikakaa sebuleni. Kwa dakika chache naona paka anaingia mchana. Paka anaingia kutoka mlangoni. Alipofika sebuleni akakata kona, anaingia chumbani mchana. Anaingia chumbani, nikasema yes, anaenda kula panya. Lakini ghafla anatoka. Yaani hakumaliza dakika anatoka. Yaani kutoka nje kuingia sebuleni, kukata kona, kuingia chumbani. Sasa chumba kilikuwa kijafungwa. Kwenye mlango wa chumbani kuna panzia linaning'inia. Lina nyuzi, vinyuzi vinaning'inia. Anaingia, anatoka. Ile anatoka kwenye panzia la chumbani. Sijui kitu gani, ndevu zake zikakwama kwenye nyuzi za panzia. Kwa hiyo nikaona na hangaika. Sasa nikajua huyu hapa hajaingia kula panya. Nikajua huyu hapa ametumwa. Haiwezekani atoke na kuingia na kutoka hata dakika jamaliza. Amesaka sangapi panya. Nikajua huyu kuna kitu ameenda kuchukua, wenda kuna kitu amepeleka. Nikainuka. Pale nilipokuwa nimekaa nikamkata teke la mti nilikuwa nimevaa. Akaenda akajigonga kwenye kizingiti cha mlango, akarudi akaanguka tena, nikampiga teke lingine, akazunguka pale kama pia anapiga kelele wow wow wow. Anapata ufahamu wake, akatoka, hakurudi tena. Mama anasema uongo. Hakurudi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu siwezi kuogopa kidudu kinaitwa paka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila ukiwa na neno hautaogopa. Kama ukisoma Biblia vizuri hautaogopa. Kwa nini? Kwa sababu utajua. Ngoja niseme tena. Hapo tulipopasoma anasema naye neno alikuwa semeni kwa pamoja. Naye neno alikuwa nani? Alikuwa Mungu. Maana yake ni kumbe unaposoma neno linapita kwenye akili, na ili likae kwenye moyo lazima uwe na muda wa kutafakari. Yaani kwa mfano hapa ninapokuhubiri, ndio maana unaweza kukuta kuna watu wachanga kila siku. Yaani anahubiriwa leo, anahubiriwa kesho, anamaliza mwaka, hakuna mabadiliko. Yuko vile. Kwa nini? Na anakuja na kaa anasikiliza, lakini baada ya mahubiri hana muda wa kutafakari neno. Unapoanza kulitafakari neno ndipo linaingia moyoni. Yuko sawa sawa? Daudi anasema hivi, neno lako nimeliweka wapi? Moyoni mwangu, ili kusudi nisije nikakutenda dhambi. Amen. Sasa unisikilize alafu utaelewa vizuri. Daudi alikuwa mpakwa mafuta wa Bwana. Daudi alikuwa masihi wa Bwana, nabii wa Bwana, na ni mfalme wa taifa kubwa. Amepakwa mafuta mara mbili. Ni zaidi ya mara mbili. Ila aliyopakwa akiwa na miaka karibia kwa miaka 17 hii. Amepakwa mafuta. Hajatimiza umri wa kwenda vitani, kijana mdogo. Samuel anakwenda na mpaka mafuta Daudi kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu akaja akapakwa, alipakwa mara 3, akaja akapakwa mafuta kuja kuwa mfalme wa taifa la Yuda. Alafu akapakwa mafuta kuja kuwa mfalme wa Israeli yote. Huyu mtu, unanisikia ninachokisema? Huyu mtu, neno la Mungu lilikuwa kichwani. Kuna watu wanaweza wakasoma neno la Mungu likakaa kichwani na wakawa na uwezo wa kubishana na wewe. Utofautisha hiyo kitu nataka kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena kwa sababu hii ni hoja msingi kuikamata na kujielewa. Kwa kuna mtu anaweza akakariri neno kichwani. Ana unaposoma, yani tunatofautiana uwezo wa kukariri. Hata darasani nyinyi mnaelewa. Sisi tulisoma na jamaa moja vile yeye lina kidaftari kidogo tu. Kile cha
kidogo kile kinazoja. Kimeandikwa kidaftari kidogo kabisa. Mna mwenye kidaftari kidogo. Kidaftari kabisa kile kidaftari kidogo yeye amevilika hivi ameweka hapa. Daftari kidogo tu amevilika ameweka hapa. Yeye yule mwalimu wakati anafundisha yeye anachukua zile heading za anatofundisha mwalimu amechukua. Na ndo anaandika hicho. Sisi tunakazana kuandika mpaka limu nzima kama hivi unaandika. Yeye amechukua vichache sana na anavichukua alafu anavichukua anaweka hapa. Lakini kile ambacho mwalimu anafundisha akitoka atapitia, yani akipitia zile heading zake, akipitia zile heading somo hilo anamaliza. Yani maana yake kwenye ubongo wake vinaanza kuflow vyote ambavyo mwalimu alikuwa anafundisha. Lakini sisi wengine unasoma hapo, unamsikiliza mwalimu, unamtazama mwalimu ukishindikana sababu unatazama na meno. Ili uelewe, ukitoka hapo uchukue daftari ukae uanze kusoma, vinaingia vinatoka, unatafuta super glue ili ubandike vikae, usomelee sijui na nini. Kwenye mtihani yeye hajakaa na wewe. Yaani mmeenda sisi darasani mmekaa mnajisomea mpaka saa 4 sasa. Yeye hayuko na ameshachukua zile inchi, amemaliza hapa maondoka zake. Na ni mlevi tu jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye mtihani mnamuona yeye yuko huko juu. Sisi tunatembea na mavitabu mpaka bega linaning'inia hivi. Makaunta book yako pale mna. Yaani umejaza mna. Yeye ana daftari ameweka hapa. Ndio anatembea na hapo ndo daftari. Lakini mkipiga mtihani yeye mnasoma yuko huku wa kwanza wa pili huku. Na asoma. Kwa hiyo kwa sababu uwezo wa ubongo wake wa kukariri ni mkubwa. Amen. Sasa watu kama wale ndio wanaweza kukutu hakufa. Yesu hakusulubiwa. Yesu imeandikwa anazungumza, lakini hayo anayoyasema yapo wapi? Kichwani. Neno linatakiwa litoke kichwani liingie moyoni. Na ili liweze kuingia moyoni, msomaji wa neno apate muda wa kulitafakari. Daudi anasema neno lako ninapolitafakari usingizi unafanya nini? Unapaa. Wewe mwenyewe unaelewa kipindi ulipokuwa na kale kademu kako kale. Na kipindi na wewe ulipokuwa hujaoa ulipata mchumba, kuna wakati ulikuwa unawaza kama mchumba kako kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mimi sio malaika, nazungumza ukweli. Hata na mimi nilipochumbia mama yenu akiwa binti, nilikuwa natembea na picha yako, utafikiri passport, utafikiri kitambulisho. Kwa hiyo ninaenda natoka nao, nina hiyo picha ya mama yenu. Na mimi ninapata muda wa kumtazama kwenye ile picha, alafu naanza kumfikiria. Yeye anaanza kumtafakari. Hatujaoana. Ila na hata tulipooana, maana nilipooa wiki 2 nikasafiri, bado picha yake iko kwenye mfuko, utafikiri kitambulisho. Na tafakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna dada moja walikuwa kwenye maombi, dada moja hivi. Wako kwenye maombi. Sasa huyo dada kwenye Biblia yake ana picha ya mwanaume. Wao wanaomba, alafu wakiomba yani anaona anatazama, anafungua, yani yule mchungaji akamnyemelea akamkuta anafungua kile nini, anaangalia ile picha, alafu anafunika. Anaanza kulia. Anapiga huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wale wanaosema sikulala usiku, nilipokuwa ninakutafakari sikulala usiku, usifikiri wanadanganya. Wanasema kweli. Mapenzi yana nguvu. Haleluya. Uliza jina moja kupenda. Unamrudishia mchungaji moja kupenda. Mapenzi yana nguvu. Tunaorodha ya watu wengi wamewahi kujiua kwa sababu ya mapenzi. Wamewahi kuua kwa sababu ya mapenzi. Mapenzi yana nguvu. Yaani mtu na baba yake wanaambiwa wewe sitaki uolewe na yule, anasema mimi naolewa naye. Kwa hiyo kwa sababu yanakamata moyo. Haleluya. Yaani wanaambatana, utafikiri wameweka sipaguru, karatasi zimeambatanishwa. Ndio maana mabinti nawaeleza mapema, msichana kijana wa kiume akichumbia
asija kakupromise wewe kwamba nitakuoa halafu mkaanza kudate mchumba kilokole, utakuwa unapoteza nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mimi ninamkumbuka msichana mmoja, walielezana, ninakuchumbia kibinti, utakuwa mke wangu mtarajiwa. Yule binti na yeye badala ya kumwambia nenda kamwambie mchungaji halafu upeleke nani nyumbani na nini, kama unataka kunichumbia waeleze wazazi wa kiroho, mueleze mchungaji, mueleze wazee wa kanisa, ili process zianze. Yule binti alipoambiwa na kuchumbia, akamweka yule kijana moyoni. Hivyo unajua madhara yake, amemweka moyoni, na ndani ya moyo wake hakuna neno la Mungu. Na Mungu anasema moyoni mwenu neno likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Binti ameweka ndani ya moyo wake kanaume kwenye moyo wake. Kamekaa kanaume kana suti kwenye moyo wake. Kamebana suti. Kwa hiyo kwenye moyo binti anapolala halioni neno, anakiona kama mwanaume kama kwenye moyo kana suti. Binti anaanza kushughulika, anashona kitambaa, anafuma na nini, anapeleka, anasema nakupelekea zawadi, akakapelekea kale kama mwanaume. Kale kanaume kalikuwa karafiki yangu, akaniambia amenipa kitambaa. Uchumba mchungaji hajui, wazee wa kanisa hawajui, wala wazazi hawajui. Binti ameng'ang'ana na kale kakivulana, kakaja kakapata msichana mwingine, kakachumbia. Sasa mbona huyu bwana mimi ni bado tulikuwa tujakamilisha, ila mimi huyu ndo nimeona. Yule binti hakuendelea na wokovu. Aliugua nusura afa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini angekuwa na neno la Mungu ndani yake lenye thamani. Neno liko hai. Neno ni kama moto ulao. Neno ni kama nyundo ulao. Neno ni kama mkate. Neno la Mungu ni kama maji yaliyo hai. Neno la Mungu lina sifa zote. Neno linafariji. Neno linaonya. Neno linatakasa. Neno linatia moyo. Neno linaongoza. Neno linamulika. Neno ni njia. Na wavijana wanashauriwa kuwa na neno ili neno liweze kuisafisha njia yake. Haleluya! Neno ni taa ya miguu ya vijana. Neno ni taa ya watu walioamini. Wanapokuwa na neno wanaweza wakatembea kwenye giza la kiroho na wasipotee, wakatembea kwenye ulimwengu na wasipotee. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao wana neno. Amen. Sasa kama mtu anaweka kama mwanaume ndani ya moyo kakioa mwanamke mwingine, mabinti nipungeni mkono. Na hii ni message yenu mabinti, nipungeni mkono mabinti. Haya, shusha mikono. Vijana wa kiume nipungeni mkono. Haya. Vijana wa kiume kadhalika. Hajawa mkewe, kachumbia, kale kabinti anaanza kukaweka moyoni mwake. Badala ndani ya moyo likae neno, kanakaanga binti, hakajawa kake kanakaa. Kazi jana anaanza kutahudumia. Anakapelekea sabuni, anakapelekea perfume, anakapelekea vocha, anakapelekea hela ya saluni, anakapelekea hela ya matumishi. Mwingine anakaripia mpaka kanasoma chuo, anamaliza chuo binti yule, anasema nimepata mwingine. Wewe huna hadhi ya kuwa na mimi. Mjao kusikia hayo? Hamjao kusikia hayo? Na binti au mvulana huyu wa kiume anaanza kuugua. Anaumwa. Tuko pamoja wana wa Mungu? Atapona. Akiumwa mwilini, anaumwa rohoni, na shetani akimkuta anaumwa mwilini, anaumwa rohoni, anakuwa dhaifu. Shetani anampeperusha, akimpuliza hivi chali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini binti ambaye ana neno ndani hapulizwi kirahisi namna hiyo. Amen. Kijana ambaye ana neno ndani hatetereki na chochote.
Halo. Penye vijana wa kiume ambao hamjaoa, kwa nini msioe? Kwa nini msioe? Narudia tena kusema kwa nini msioe? Uoga wa maisha. Uoga wa nini? Wa maisha. Matokeo yake, kwa sababu hauna mke, macho yako yako juu juu, hauna neno, kila wakati macho yako yanaangalia vibinti vinavipitisha kwa vijana wa kiume. Oweni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe watu, kwani lazima kuwa na sherehe? Hapa lete hapa mke, mimi hapa nitabariki ndoa yako, nitakufungisha ndoa hapa, tutaweka mkono, uondoke na mke wako, chukua bajaji, nenda kwenye chumba unachoishi na mke wako. Mambo ya sherehe utafanya jubilii ya miaka 10 ya ndoa yako. Kama sasa hivi hauna hela, usipate shida, tafuta mwanamke, oa. Amen. Ili uwe salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wako unajua, sikiza nikueleze, wanasema kwa Waswahili hivi, nafsi yenye njaa huwa ina uwezo wa kuona kila kitu ni kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo iwe ni msichana, inapofika wakati wa kuolewa na ukafika wakati wa kuolewa, huyu binti, wamama muwe karibu naye. Naomba nyinyi mama, mkimwona msichana amefikisha wakati wa kuolewa, kuweni naye karibu. Mkamateni, muwe naye karibu kwa ushauri na maombi. Haleluya. Anakuwa kwenye hatari, ila aliye na neno hayuko kwenye hatari. Wale ambao hawana neno wanakuwa kwenye hatari. Wanasema kwamba atokee yeyote, bibi sawa tu, atokee mlevi, bibi bora mume tu, atokee mvuta bangi, bibi huyo. Anakuwa kwenye hatari ya kupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila ninachokisema mimi, neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu. Pungie mkono wako tena. Amen. Aliye na neno la Mungu, aliye na neno la Mungu ndiye ambaye anaweza akaishi maisha matakatifu. Sawa eh? Utendaji wa mtu huwa unategemea kile ambacho kwenye moyo wake kimejaa. Wakati tunacheza Kalet miaka ile ya 90, 91, 92, kabla sijaokoka miaka hiyo, nilikuwa nacheza Kalet. Na mwalimu wa Kalet alitufundisha ili kuweza kupigana na watu 15, 20 mpaka 50, na ukaweza kupigana nao ukawashinda, kuna somo la kutafakari Kalet. Nilipokuwa nasoma Biblia ndio nikagundua Mungu anaagiza tutafakari neno lake. Nilipokuwa sijaokoka, nikiwa mataifani ninacheza Kalet, mwalimu wa Kalet alikuwa anatufundisha kutafakari Kalet. Yaani unapiga magoti, unafumba macho kwa dakika 45, umetulia kwenye magoti na macho umefumba, unaanza kuashumu unapigana na watu 50 au 30, na ukiwa umefumba macho unaanza kuona watu wanakuja kwenye ulimwengu ule uliofumba macho. Unatafakari mpaka unaanza kuona mapigo ya moyo yanachange. Na ndivyo ambavyo mtu anapoanza kutafakari kama msichana, moyo wake mapigo yanachange, anakosa usingizi. Sasa unapoanza kutafakari Kalet kwa kipindi kile, unatengeneza kuwa na uwezo wa kupigana bila kufikiria.
Yaani ile automatic tunaweza tukalitaja wasomi mliopita shule, mnajua Kiingereza. Sisi Kiingereza kule kilipita nyumbani kwetu, Kiingereza kilipita usiku tulikuwa tumelala. Kwa hiyo tulipoamka hivi Kiingereza kimepita. Kwa hiyo sasa mtusaidie kupata tafsiri nzuri ya neno automatic. Msomi mmoja hapa nisaidie kwa Kiswahili. Hamna mwalimu wa Kiingereza? Nani nisaidie? Nataka tuipate automatic. Maelezo yake ili watu waelewe. Yaani maana yake una uwezo wa kupiga nguvu, halafu na hapo hapo ukageuka faster, yaani bila kufikiria kwamba kuna mtu anakuja nyuma. Kwa hiyo ukipiga unageuka haraka, una block, unapiga teke, unaenda. Yaani vitendo hivyo vinafanywa bila kufikiri. Yaani vitu hivyo vinaitwa automatic. Yaani vitu vinafanywa bila kufikiria. Yaani unakuwa automatic, unaanza kuyatenda. Sasa wakati ule nimeanza kutafakari Kalet, nikapita kwenye barabara, kwenye njia, huku kuna shamba la mahindi na huku kuna shamba la mahindi, na mawazo yangu yanaanza kuwaza Kalet, huku natembea. Ghafla nikajikuta teke limetoka, nimepiga hindi na hindi limedondosha muhindi. Naona stuka hapo kwa kumbe napita kwenye njia. Maana yake nini? Maana yake kila ambacho unakiwaza utakitenda. Si kama unaelewa vizuri. Yaani kama mtu anaanza kuwaza jambo, kama anaanza kuwaza wimbo, kama tutamwona anaimba, kama hata imba kimoyo moyo tutaona anaimba kwa kinywa. Haleluya. Na hata waimbaji mnaoimba hapa, wakati mnakuja kuimba hapa nyimbo zenu, msiimbe kichwani. Nendeni mkijifunza hizo nyimbo, mziweke moyoni. Mkishaziweka moyoni, mkiimba hapa vinakuwa na uvuvio wa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu kwenye uumbaji wa Mungu moyoni ndiko ambapo kunatoka chemichemi ya uzima. Haleluya. Neno la Mungu ukilipeleka ndani, alafu ukatafakari, likakaa unatafakari, linakuviwa uwezo. Na yani sikiza nikwenda, hata mama yako mzazi kama anataka kutoa laana na hajaiweka moyoni, akaanza kuwaza, alafu ikakamata kwenye moyo, laana hiyo akitamka hewani haiwezi kuwa na nguvu. Ila yule ambaye hata kabla hajasema lakini amekaa moyoni mwake akaanza kukufikiria vibaya, alafu akiropoka unazulika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema unazulika. Hata mke wako ambaye umemtendea mabaya, naye akakaa, ulimtendea yasiyo mema na ukamtenda kwa hila. Mke wako ambaye ulipewa na Bwana, apataye mke apata kitu chema kutoka kwa Bwana, naye atajipatia kibali kwa Bwana. Huyu aliyepewa na Bwana mwanamke, hapa madhabahuni wakaapa kwa shida, kwa raha, nitakuwa pamoja na mwanaume huyu mpaka kifo kinatutenganisha. Wewe utaamua kumtenda kwa hila mke wako, alafu akaenda nyumbani analia, anawaza mabaya, anaumizwa. Yale mawazo anayowaza, akisema neno lolote kwa haki, sio kwa kukuonea, linakupata wewe mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo na waonya na wababa hapa, linakupata wewe. Usije ukajifanya wewe nunda. Ununda, Mungu alijua wanaume ni nunda, na Mungu akaweka mipaka ili wasiwe nunda. Anawaambia kaeni na wake zenu kwa akili, sio kiroho. Kiroho unaamini, kiroho haipo hivyo, sio kiroho, kwa akili, ili kuomba kwenu kusizuii. Sasa kuna ununda hapo. Kama Mungu anasema kuomba kwenu kusizuiliwe, hapo hakuna ununda. Kwa hiyo mwanaume anakuwa na discipline. Anaenda mahala, anafika, isi hapo kuomba kwangu kutazuiliwa. Kwa hiyo hapa nitumie akili ya kutumia hapa. Huyu mwanamke naangalia weakness zake,
na kagundua anapenda kitenge cha rangi ya blue, naenda kukitafuta. Nikikitafuta kile kitenge cha rangi ya blue, nikimpatia anakuwa laini kama mlenda. Nikimwambia tunahamia Msumbiji, anaenda. Kwa nini? Kwa sababu nimetumia akili. Lakini mabavu, kama nimesema mimi ndoa ya kichwa, hamna, sio kichwa, tumia akili. Unaweza kuwa na akili ya kuendesha ndege, unaweza kuwa na akili ya kuendesha makatapila, unaweza kuwa na akili ya kujenga nyumba, unaweza kuwa na akili, ila kwenye akili ya kukaa na mke inatoka kwa Bwana. Akili hiyo upige magoti, muulize Bwana nifanye nini hapo? Technique. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema mengi, lakini hoja yangu ya msingi narudia hapa nisije nikahapa. Neno likae kwa wingi moyoni mwako. Na hili neno likae kwa wingi moyoni mwako, ulitafakari usiku na maagizo hayo Mungu alimpa Yoshua. Alimpa Yoshua. Kwanza mstari wa ngapi? Yoshua 1 kwanza mstari wa 8. Unasemaje? Kwa kichwa tumeweza mkasema. Si andiko hilo mnalifahamu, tunaweza kusema kwa kichwa au basi usome. Kisiondoke kinywani. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Bali watafakari maneno yake usiku na mchana. Upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno. Ukishatafakari ndipo unajikuta unatenda. Yaani kusoma, yani unaposoma hapo ndio kinywani mwako. Ukitoka hiyo A unakuja B. B yake utafakari. Unapotafakari kunakupa uwezesho wa kutenda. Na baada ya hapo A, B, C, D ndipo utakapofanikisha njia yako ya kwenda mbinguni, njia yako ya kiuchumi, njia yako ya kimasomo, njia yako ya ajira, njia yako ya kuoa au kuolewa, njia yako ya kibiashara. Ndipo utakapoifanikisha njia yako, njia unayoipita ili uweze kufanikiwa. Ushauri wa ajabu kutoka kwa mshauri wa ajabu anaitwa Yesu Kristo. Uyatafakari maneno yake usiku na mchana na upate kuyatenda. Kama hujatafakari haupati kuyatenda. Kuyatenda kunatokana na kwanza umeyasoma, B yake umeyatafakari, ndipo kunatokea kutenda. Kama hakupo kusoma neno, hakupo kutenda wala kufanikiwa hakutatokea. Amen. Uliza jina lako, nataka kufanikiwa katika jambo lolote. Lazima ulisome neno, ulitafakari. Sasa kama nyinyi hapa mmeanza kulipuuza neno kwa kiwango hiki, mtu hakuna Biblia, anakuja kanisani hakuna Biblia, akiwa nyumbani kwake hakuna Biblia, ijapo kwenye simu pia kuna Biblia watu wana download, lakini pia ukidownload Biblia kwenye simu, lakini kwenye simu kile unapowasha simu yako tena hauhitaji bado, ukisha download simu kwenye simu, yani unaweza ukasoma wakati wote, lakini ule muda wa kusoma haupatikani kabisa. Ila muda wa kukaa kwenye tamthilia huo unakaa nao zaidi ya masaa 4-5 kwenye TV. Na Azam sasa hivi Azam wanabadilisha uneta season, wanabadilisha hii sinema hii na kuja hii, wanaweka vipengele vipya kwenye mpira. Ndio usiseme watu wanatafakari habari ya Yanga, habari ya Simba, wanabishana, wameweka moyoni. Kuna jamaa wangu mmoja, yeye ni mshabiki wa Simba. Wakati mmoja wakawa wanasafiri wanaenda mahala, wakakodiwa basi lililopakwa rangi ya njano. Akasema mimi siwezi kupanda hili basi. Kwa nini? Kwa sababu ina rangi ya njano. Mimi ninatafuta hela yangu, nitatafuta usafiri wangu, naenda kwa usafiri wangu. Ijapokuwa ile gari ilikuwa na chakula ndani na wanasafirisha bure, akasema siendi. Hii Simba imekaa moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna shemeji yangu mmoja, wakati mpira wa kombe la dunia unapiga, akazimia alipoona dakika za mwisho goli limefungwa.
Wakaanza kumpepea hivi, wakamkimbiza hospitali. Anakaribia kufariki dunia. Kwa sababu ndani yake kuna simba, kuna mpira. Wachezaji walioko Marekani, Barcelona, timu gani nyingine kule za? Simu nisaidie. Real Madrid. Liverpool. Manchester United. Nini nyingine ndo nini ile? Arsenal. Zile wachezaji wanaochezea Arsenal, mtu anao mtuani. Yaani mastreka wote walio kwenye timu ya Arsenal anao mtuani. Wako huko Ulaya. Ila habari ya mitume wa Yesu wako 12. Ukimwambia nitajie hana. Yaani ni wachezaji wa Yesu 12. Yaani mitume 12. Mwambie nitajie hao mitume wa Yesu 12 wa kwanza mpaka wa 12 hana. Hapo nasema huyu anampenda Yesu. Ila wachezaji wa Manchester kichwani wamejaa. Wachezaji wa Simba wote anao kichwani. Si matatizo haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale matamthilia yale wale wanaoigiza wale wote majina yao wanawajua. Mchezo unaokuja ukiisha huko unakuja mwingine. Wanajua majina yao wale wote wanao. Lakini neno, jamani tuelezane ukweli. Neno la Mungu lina thamani sana. Shetani anatujanjia kwa akili. Tulisome neno, tutafakari neno. Wakati mwingine unakosa muda wa kuja kusikiliza neno. Kusoma wakati mwingine inakuwa ni ngumu. Lakini njoo basi Jumatano. Njoo Ijumaa. Jumatano kunakuwa na mafundisho mazuri. Tunajifunza halafu tunatafakari kwa pamoja. Kila mmoja anaanza kutoa mawazo yake na maoni yake. Vizuri. Hauji. Na hauna sababu za msingi. Hauji. Naomba usimame. Neno linatuongoza. Neno linatutakasa. Akasema Yesu, uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Kwa hiyo kama mtu hana neno, anakuwa na dhambi nyingi kwa sababu hatakaswi na neno. Unapokuwa unasikiliza neno, unapokuwa unasoma neno, unatakaswa. Ndio maana watu wengi ambao hawataki kuhudhuria ibada, wanahudhuria ibada mara moja. Wanaona matatizo mengi kwa sababu hawana muda kutakaswa. Yaani kama hapa napohubiri hapo unatakaswa na neno la Mungu. Unapolisoma neno unatakaswa. Unapolisoma neno unaongozwa. Unatiwa kwenye kweli yote. Neno linakuongoza kimaisha. Yaani wakati unasimama hapo ndio nakazia somo langu ili uweze kuelewa vizuri. Neno linakukazia maisha, linakuongoza kwenye maisha, neno linakusaidia kiuchumi. Petro waliwahi kuvua samaki tangu saa 3 za usiku, wakavua mpaka saa 12 alfajiri, wakatoka na nyavu zao, hawajapata hata mjoba moja. Hawakupata hata yule samaki anaitwa nani yule samaki yule pono. Hawakupata. Changu kupatikana wala dagaa. Walivua saa 3 usiku mpaka saa 12 hawakupata, wakatoka asubuhi wanaenda kutengeneza nyavu zao pale. Yesu anawaambia peleka nyavu kilindini. Wanamwambia Yesu, tumevua usiku kucha hatukupata kitu, ila kwa neno lako nitapeleka. Lina uwezo wa kukuinua kiuchumi. Neno la Mungu. Mambo mengine kadha wa kadha kwa habari ya neno. Neno linaleta imani yako inaongezeka. Imani yako ukiwa na neno inaongezeka. Kwenye kitabu cha Warumi anasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo maana yake ukitaka kuwa na imani ya chochote, neno la Kristo linaleta imani ndani yako. Hauna neno la Kristo, hauna imani. Hauna imani ni mtu wa kupotea. Ni rahisi sana kupotelea mbali. Niwakaribisha waimbaji sasa.